Mtazamaji wa Informative TV, kama ambavyo nimekuambia, tupo hapa Serena Hotel. Lengo ni kuweza kukufikishia kile ambacho kinajiri katika ukumbi huu wa Serena, ambapo vyuo vikuu vya kimataifa kutoka mataifa mbalimbali yapo hapa katika kushiriki kwa lengo la kuweza kutoa elimu ya vyuo vikuu nje ya nchi, kutoa elimu ya udahili wa kujiunga na vyuo vikuu vya kimataifa katika mataifa mbalimbali. Niko na wanafunzi hawa ambao wameweza kutembelea katika maonesho haya. Ni nini wameweza kujifunza? Fursa ni zipi ambazo wameweza kuzipata? Tungependa kufahamu kutoka kwao. Nikukaribishe kushoto kwangu, unaitwa nani na hebu tuambie umemaliza shule gani, kidato cha ngapi, na ushiriki wako katika maonesho haya, nini hasa umeweza kujifunza? Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Ng'anzi Saidi Ng'anzi, ambaye ni mwanafunzi niliyemaliza katika shule ya sekondari Kwiro Boys High School inayopatikana mkoa wa Morogoro. Binafsi, kwa ushiriki wangu katika mashairi la Global Education Link, nimepata kujifunza kupitia fursa mbalimbali. Moja ya fursa nilizozipata ni kutambua scholarships ambazo zinapatikana katika nchi mbalimbali pamoja na asilimia ambazo wanazitoa. Kwa mfano, katika upande wa pharmacy, maanake binafsi nilikuwa tegemea katika kozi ya pharmacy. Pharmacy wenyewe, kwa mfano, kwa mwanafunzi ambaye anataka kwenda kusoma pharmacy katika nchi ya China, asilimia za scholarship ambazo anazipata ni kuanzia asilimia 12 mpaka asilimia 15. Yaani nikiwa na maanisha kwamba gharama za ulipaji wa ada kwa mwaka ni milioni 12 mpaka milioni 15. Lakini pia hiyo kwa nchi nyingine kama vile Malaysia pamoja na Turki, asilimia zao ambao wanazitoa katika scholarship ni kuanzia asilimia 50 na mwisho ni asilimia 84 kwa mtu ambaye anataka kwenda kusoma katika nchi hizo. Tayari umeshapata udahili na umeshatambua labda chuo gani unaweza ukaenda, labda nchi gani unaweza ukasoma kwa kushiriki katika maonyesho haya? Kwa mimi binafsi kushiriki katika maonyesho haya, naweza nika-afford kwenda kusoma katika nchi ya India. Maanake nchi ya India kuna kozi ambazo mimi nilizitegemea kama vile Artificial Intelligence AI pamoja na Computer Science, ambao wenyewe katika scholarship wanakupa sponsor ya asilimia ya 84, ambao kwangu mimi ni affordable kwenda kusomea katika nchi ya India. Unalipi la kuiambia Global Education kwa kuandaa maonyesho haya hapa nchini Tanzania, kwa kuvitoa vyuo vikuu nje ya nchi kukutana ana kwa ana na yule ambaye anahusika na utoaji wa hizo fursa za kujiunga na vyuo vyake? Kwanza kabisa nipende kuishukuru Global Education Link kwa kuleta tamasha hili, kwa sababu linatusaidia hata sisi wanafunzi ambao tunapatikana katika nchi ya Tanzania kupata fursa za kwenda kusoma nje kupitia msaada wao. Hivyo pia nipende kushukuru pia wale wote ambao wamejihusisha katika tamasha hili, kwani ni wanufaika wengi ambao tunanufaika, hasa sisi wanafunzi ambao tunatarajia kufanya udahili katika kipindi cha masomo 2026-2027. Nigeuke kwa upande wangu wa kulia kabla ya kwenda kutoa wito kwa wanafunzi wenzako. Karibu sana, tuambie unaitwa nani, umemaliza shule gani, na unazungumziaje ushiriki wako katika maonyesho haya? Ni nini hasa kwa upande wako binafsi umeweza kujifunza? Tumesikia mwenzako amepata kufahamu kuhusiana na scholarship. Je, kwa upande wako? Asante. Kwa majina naitwa Elisha Gabriel, nimesoma shule ya sekondari ya Kwiro Boys High School iliyoko Morogoro kwenye taasisi ya PCB. Kwenye tamasha event ya leo ya Global Education Link ambayo imefanyikia hapa Serena Hotel Dar es Salaam, nilipata taarifa hizi kwa tamasha litafanyikia hapa na mimi nilifika, na kufika kwangu mimi hapa nimeweza kuondoka na mambo mengi na kujifunza mambo mengi. Mfano, nimekuja hapa nimepata elimu, ushauri wa vyuo gani sahihi vya kwenda kusoma nje ya nchi na prosesi gani au procedure gani inabidi nizifuate ili niweze kufanikisha kwenda nje. Pia kupitia event ya leo wameweza kutupa mwongozo na urahisi na pia ushauri wa kozi sahihi ambazo mtu unaweza kwenda kusoma huko nje ya nchi, kozi ambazo ni marketable kulingana na kulingana na taasisi uliomalizia. Kwa upande wangu mimi nilisoma taasisi ya PCB na nimefika hapa, nimeweza kuelekezwa nchi sahihi kulingana na kipato cha mzazi wangu ambacho anaweza kafodi. Mfano, nilifika kwenye meza ya India nikapewa mwongozo na kozi sahihi ambazo naweza nikaenda kusoma nje ya nchi.
na procedure za kufuata ambazo kiukweli wamerahisisha sana na nimeona ni rahisi. Manake nilikuwa najuaga kwa kwenda kusoma nje ni kwa ajili ya matajiri, ila kupitia event ya leo nimejifunza kuwa kila mtu unaweza kwenda kusoma. Manake kuna baadhi ya vyuo unaweza ukapata scholarship mpaka 85%, kuna vingine unapata partial 50%. Cha msingi ni kufika tu hapa ikiwa na baadhi ya nyaraka zako, mfano vyeti vyako vya form 4 na form 6. Mawakala walioko hapa watakupa mwongozo sahihi, kipi cha kufuata, vitu kama hivi. Unajisikiaje sasa kukutana na wale wawakilishi wa vyuo ana kwa ana katika maonesho haya hapa Tanzania, bila kuzunguka kwenda mbali kuwafuata, kutumia gharama kubwa, na wamekuletea hapa Global? Kwa upande wangu kwanza inabidi nitoe shukrani za dhati kwa Global, manake imenirahisishia, unakutana na wamiliki wa vyuo au wakuu wa vyuo wao, ambapo unaweza kuuliza maswali ana kwa ana na unapata majibu hapo hapo, ndo unapata na hizo nafasi za kupata scholarship. Kwa mimi upande wangu nimefurahi sana, manake nikakutana na huyo mkuu wa chuo cha India mojawapo, SRM University ambacho kiko India. Nimekutana naye hapo, ndo ukikutana naye unaweza kupata hizo ofa za scholarship. Mfano kwa kozi nilikuwa nahitaji, akatoa ofa ya scholarship mpaka 84%, ambapo kiasi kinachobaki kinakuwa ni rahisi kwa mzazi kwa afford. Na pia wanakupa utaratibu wote wa masuala ya visa and passport, msaada wote na taratibu zingine. Pia unapofika leo unakutana na fursa ambazo unaweza ukafanywa ukapata admission leo. Cha msingi ukiwa na hizo dokumenti zako, mfano cheti chako cha form 4, cha form 6 na cha kuzaliwa. Kwa hiyo wewe ushamaliza kazi sasa? Kwa mimi naweza nikasema kwa hatua fulani nishakamilisha. Sawa, ni wape hongera. Wito wako ni upi kwa wanafunzi wenzako ambao bado hawajafika na kuitumia hii fursa ambayo wameletewa na Global Education ya ushiriki wa vyuo vikuu kutoka India, China, Cyprus, UK, Poland? Kwa ushauri wangu na wito wangu kwa wanafunzi na wazazi, muda bado upo, unaweza kufika maeneo haya ya Serena Hotel. Ukija hapa utapata mwongozo na procedure zote za kufuata na step zote na ushauri sahihi wa kufuata kama mwanafunzi kulingana na matokeo yako na uhitaji wako. Watakushauri kulingana na dunia kwa sasa inataka nini, kitu kama hivyo. Kwa hiyo na washauri muweze kufika, muda bado upo, nafasi ni yetu. Kwa upande wako? Kwa upande wangu mimi ningependa kuwashauri wanafunzi wenzangu waliomaliza 2026 kwamba Global Education Link inatupa fursa kubwa sisi wanafunzi katika kupata scholarship nje ya nchi. Hivyo nawahamasisha sana wanafunzi wenzangu kuja kuomba scholarship, kwani hakuna ambaye atakosa, kwa sababu ni fursa ambayo iko katika uwezo wetu. Ukipigia mahesabu pia ushauri pia unaupata kupitia vyuo mbalimbali. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa ni huo, kwamba wote tunaweza kupata scholarship, hivyo tujiunge pamoja na Global Education Link ili tuweze kupata scholarship na kwenda kusoma nje. Asante. Asante na kushukuru sana. Mtazamaji kutoka shule ya Morogoro, shule inaitwaje? Kwiro Boys. Kutoka shule ya Morogoro, Kwiro Boys. Hawa ni wanafunzi waliomaliza kidato cha 6, wanajiandaa kujiunga na vyuo vikuu kwa mwaka 2026-2027. Tayari wote wawili wameshapata udahili na wanajua chuo gani wanaenda kusoma, kozi gani wanaenda kusoma kupitia maonesho haya. Bado fursa unayo hapa Dar es Salaam mpaka saa 10 kamili jioni. Vyuo hivi vitakuwa hapa, lakini tukiondoka hapa Dar es Salaam basi tutakuwa wapi? Tutakuwa Arusha ili kuweza kutimiza malengo yako wewe Mtanzania. Asante, endelea kutufuatilia kupitia Informative TV. Utapata taarifa zaidi ya kile kinachoendelea kutoka hapa Serena Hotel. Informative TV. We believe in knowledge.